chanzo cha matatizo mengi katika maisha ya wanadamu ni kutokumtumikia Mungu. Chanzo cha matatizo mengi katika maisha ya wanadamu ni wanadamu kutokumtumikia Mungu. Chanzo cha matatizo mengi katika maisha ya wanadamu ni wanadamu kutokumtumikia Mungu. Okay. Na mimi mwanafunzi mzuri wa Yesu nimekwisha kuandika ujumbe huo kwamba chanzo kikubwa cha matatizo ya watu au wanadamu ni wanadamu kutokumtumikia Mungu. Yamkini wanadamu hawajui kwa nini wako duniani. Wanadamu wengi wanafikiri waliumbwa ili waje wakakae huku duniani waishi kama wanavyotaka kuishi, na kama hivyo ndivyo ndio mtazamo walio nao, basi swali la pili litakuja, kwa nini wanakufa? Kwa sababu ukijua kwa nini unaishi, utajua pia kwa nini unakufa. Au ukijua kwa nini unakufa, utajua pia kwa nini uishi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nianze kwa kusema hivi. Mwanadamu aliumbwa kwa lengo la kumtumikia Mungu. Hakuumbwa ili aishi atakavyo, ila aliumbwa ili amtumikie Mungu. Na ninaomba nieleze wazo la Mungu la kumuumba mwanadamu kabla ya kuendelea. Tukisoma kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya kwanza kabisa, unapoona mwanzo manake ni mianzo ya mambo yote. Kila jambo unalotaka kujua kama lilikuwepo tangu mwanzo, utalitafuta kwenye mianzo ya mambo katika neno la Mungu. Haleluya. Amen. Tukisoma ule mstari wa anza kusoma ule mstari wa 26 ili angalau tupate picha nzuri. Mwanzo 1:26 na nitasoma mpaka 27. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpango wa Mungu kabla ya kumuumba mwanadamu, aliona uhitaji wa mwanadamu duniani, au uhitaji wa huyu mtu ambaye leo anaishi duniani kabla ya yeye kuumbwa. Kwa sababu ndege wa angani walikuwepo kabla ya wanadamu, lakini walikuwa hawana mtawala. Wanyama wa mwituni walikuwepo, lakini walikuwa hawana mtawala. Samaki wa baharini walikuwepo, lakini walikuwa hawana mtawala. Nchi na vyote vitambaavyo vilikuwepo, lakini vilikuwa vina mtawala. Kwa hiyo Mungu akasema, tufanye mtu ambaye tutamfanya afanane na sisi, yani afanane na Mungu, ili ataweze kutawala nchi na kuitiisha, atawale wanyama walioko katika uso wa nchi, ndege wa angani na samaki wote walioko baharini. So mpango wa Mungu wa kwanza wa kumuumba mwanadamu ilikuwa aje atumike chini ya utawala wa Mungu, au chini ya uongozi wa Mungu, kutawala dunia na vyote vilivyopo. So tuna uwezo wa kusema doubtless, bila mashaka kabisa, kwamba mwanadamu aliumbwa ili amtumikie Mungu. Hakuumbwa ili aje akawe na mahangaiko mengi kama alivyo sasa, ila kwa sababu ameuacha msingi, ameuacha ule msingi wa kuumbwa kwake, au ameiacha ile kweli inayompasa kufanya kama majukumu yake ya kuumbwa, amejikuta akihangaika na asiweze kufanya jambo lolote, kwa sababu hakuumbwa ahangaike bila Mungu. Aliumbwa afanye atakayoongozwa na Mungu. Sema amen. Kwa mpango wa Mungu wa kumuumba mwanadamu ni kwa sababu kulionekana kuna uhitaji. Ndege waliumbwa kabla yetu, miti iliumbwa kabla yetu, samaki waliumbwa kabla yetu, wanyama wote unaowajua kufugwa na wa mwituni waliumbwa
Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mwanadamu alikuja kwa jukumu. Hakuja kwa sababu aliumbwa kama nyani walivyoumbwa, kama kuku walivyoumbwa, kama mbuzi walivyoumbwa. Alikuja kwa kazi maalum ya kutawala. Tumpigie Mungu makofi kwa kutuheshimisha. Ndio maana mwanadamu ameumbwa kwa jinsi ya ajabu na tofauti na viumbe wengine wote. Ulishamkuta mbuzi wapi amefunga tai? Ni mimi tu utanikuta nimefunga tai. Amen. Piga makofi pale ulipo. Ulishamkuta wapi kuku amevaa kaptula au amevaa suruali au amevaa sweta? Ni wewe tu, kwa sababu umepewa ufahamu na utashi. Wewe ndio unaufahamu kama Mungu alivyo na ufahamu. Lakini kuku hajui yale unaweza kuyajua wewe. Ndio kuna baadhi anaweza kuwa na ufahamu wa kujua hatari, kujua mazingira yake, kujua chakula, kufanyaje, lakini utashi wa kuweza kupambanua, kujua kwa nini niko duniani, kuku hana utashi. Kuku hawezi kujua mimi ni kuku. Nyani pamoja na werevu wake hajui kama mimi ni nyani. Simba pamoja na ukali wake na uwezo wake wa kutawala ni mfalme wa nyika, hajui kama yeye ni simba. Mimi na wewe ndio tunajua yule ni simba, ila yeye hajui kama yeye ni simba. Yeye anajiendea tu, wala hajui, akikutana na swala hajui kama ni swala, anajua tu ni kitoweo. Hajui huyu anaitwa nyati, hajui huyu anaitwa mbuzi, hajui huyu anaitwa ng'ombe. Ufahamu ni mimi na wewe tu tunao. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu alituumba sisi na primary goal, kusudi lake la msingi au la kwanza kabisa ilikuwa tutawale. So kama tuliumbwa tutawale, mtawala yote ni mtumishi. Ndio maana unaona mkuu wa mkoa ni mtawala, mkuu wa wilaya ni mtawala, lakini anayemtumikia. Okay? Kwa hiyo tukisema kama tuliumbwa tuwe watawala, basi sisi tuliumbwa tuwe watumishi. Hebu tujipigie makofi. Tujipigie makofi tena vizuri zaidi. Sasa nitaanza kueleza ni nini maana halisi ya utumishi. Alafu nieleze mambo kadha wa kadha yanayohusu utumishi. Tukisema utumishi, maana yake ni nini? Utumishi ni hali ya mtu kutumika huku akitii mamlaka ya mwingine aliye juu yake au mwenye uwezo kuliko yeye. Utumishi ni hali ya mtu kutumika chini ya mamlaka ya mwingine huku akitii hiyo mamlaka anayoitumikia, akitii hiyo mamlaka anayoitumikia. Utumishi ni hali ya kutumika kwa utii chini ya mamlaka ya mtu mwingine au mtu fulani aliyeko juu yake au aliyoko juu yako, mwenye mamlaka kuliko wewe au mwenye mamlaka kuliko yeye. Ni hali ya mtu kutumika chini ya mwingine mwenye mamlaka kuliko yeye na aliye